mia nilianguka bafu wakati naoga. Sasa nikashikwa na kisunzi nikaanguka. Nilipoanguka hata sikuhisi maumivu hiyo siku tayari. Yaani sikuwa nimejua kuwa nimeumia. Nilikuwa nasikia tu kawaida niko sawa. Baadaye sasa ilipofika usiku wakati nalala, nasikia mkono sasa unauma kweli, yani uko uchungu unavuta. Sasa ndo nikashangaa, nikafikiria ni pale nilipoanguka mkono wangu labda umevunjika. Sasa nikajaribu kushika hivi na mkono mwingine ile kusikiza kama ni umeumiaje ama sasa ilivyosikia nikasikia ile design kama crack hivi. Nikajua basi mkono wangu umevunjika. Nikachukua, kulikuwa na kikoi hapo juu ya hiyo room yenye ilikuwa imelala hapo juu ya kitanda, nikachukua Mshomoroni. Mshomoroni. Nikafunga hapo, nikakaa hapo. Ilikuwa ule wakati wa curfew ya saa 3. Kulikuwa kutokeki kabisa nje kwa sababu ya askari. Ikabidi kavumilia hivyo mpaka ilipofika asubuhi saa 12 hivyo nikaenda hospitali nyingine private hapo Mshomoroni hapo. Nikaenda nikamwona daktari, kamuelezea, akanidunga sindano, akanipaka na dawa nyingine na cream. Akanifunga bandage alafu akaniweka maji. Akaniambia nenda Makadara x-ray. Saa 2 sasa hiyo imefika saa 2. Nikaenda Makadara. Ilipofika Makadara pale, siwajua Makadara pale napo kuna process. Kitambo mpaka wane daktari wamechukua muda. Sasa nilikuwa na shemeji yangu, yeye ndo alikuwa ananishughulikia, mwenye alimwasisi yangu first born wetu hapa nyumbani. Yeye ndo alikuwa ananishughulikia apite huku. Hasa ilipoingia kwa x-ray nikapigwa picha. Nikachukua hiyo picha, kapeleka kwa daktari. Daktari alipoenda niona akaangalia kweli mkono umevunjika. Bado ananishughulikia hivyo, akatuandikia hizo vitu za kwa tununue hizi mabandage nini. Akaenda kununua hizo vitu shemeji yangu. Huku ilikuwa saa 6 saa 8 hapo. Saa 6 saa 7 saa 8. Sasa tukakaa hapo kusubiri kwa sababu kule waenda na foleni kule. Tukakaa hapo, baadaye tunamwona daktari wa kufunga. Akasema mkono usitaweza kufunga, acha nikupeleke pale emergency. Wale madaktari wakikuona watakusaidia kwa sababu ulikuwa umeturn black wote kabisa, umefura kweli, yani umeturn black. Alafu umetoka hizi malengelenge hizi na toboka ngutirika maji hivyo. Sasa akanipeleka hapo emergency. Nilipofika emergency tu nikawa ndo nimeisha kabisa, hata kusimama kutembea siwezi tena. Ikabidi nikaletwa wheelchair hapo, nikakaa hapo. Madaktari walioniona hata wakaachana wale wagonjwa wenye walikuwa wanashughulikia, ikabidi wanifuate mimi wote. Wakaja wakanihoja hapo, kaniuliza imekuaje, nikawaelezea. Akasema sasa itabidi mkono tukate mkono kwa sababu tukuacha hivi ama tukisema tunaweka chuma yani itakuwa vigumu sana na ni hatari, unaweza poteza maisha yako sahi kwa sababu hiyo black siona ilikuwa inatapakaa hivyo inaenda hiyo black. Sasa kabidi ndio wakanifanyia operation wakautoa mkono. Jana tuseme nashukuru Mungu kwa sababu mali nimetoka ni mbali sana. Mwenye tulikuwa wote huo wakati wajua niliona hapo emergency, hata sasa hawa ni vigumu sana kuamini kama mimi niko hai sasa. Akiamua waamini kama mimi niko hai sasa, kwa sababu hali yenyewe ilikuwa bro. La, nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Yaani before hata ukatoa ile mkono, familia walikuwa wanajua ile yani ngitamwa yani ilichukua how long mpaka watu wa decide kwamba mkono inabidi ukatwe? Bro, hiyo ilikuwa ni too much bro, kwa sababu mimi tayari siku anataka mkono wangu ukatwe bro. Unajua ni ngumu sana hiyo ni ngumu sana kukubali. Siku nimekubali, siku anataka yani mkono wangu ukatwe kwa sababu kwa nafikiria yani ghafla mkono wangu ukatwe tayari. Sasa siku anabudi nikakubali kwa sababu kwa hali yenye ilikuwa kwa sababu ilikuwa yani nikambe ile sindano yenye nilidungwa, ile sindano ile tani kwa poison. Sasa ndo ile ikageuka kwa black. Hasa ile black tuseme ilikuwa ni ile sumu yani ile So ina maana ile wakati ukianguka
Bali ile first aid kuenda ama ile spell ya kwenda ilidungwa sindano ama mimi ndio ilisababisha vitu kama hizo. Inasemekana hiyo sindano hiyo ndio ilisababisha vitu kama hizo, kwa sababu ilidungwa sindano hapo hapo alafu nikafungwa bandage. Sasa madaktari walipofika Makadara wakasema hiyo ndio ilikuwa blanda, kwa sababu walikuwa ni wasikufunga hiyo bandage ama walikuwa ni wasikudunga hiyo sindano alafu kufunga hiyo bandage, kwa sababu wamekudunga sindano alafu wamekufunga hiyo bandage na nini. Sasa hiyo dawa haitembei. Hiyo dawa haitembei. Sasa ndio umegeuka kwa sumu sasa. Naona sasa. Bwana bro, pole sasa. Naomba tuseme ndio umeamka ile kwamba huna mkono bro. Situation ilikuwaje? Bro, nililia vibaya sana. Nililia sana, hata first thing nilipoamka hivi sina mkono. Kidogo sikuwa naweza kuamka kwa sababu nilikuwa nasikia uzito, yani nasikia uzito yani hata kuamka siwezi. Lakini nilishika tu, kuna zile nini zile za mkojo zile za ukojolea kwenda si lazima zile pipe naekwa. Sasa ile kitu nilishika nikaivuta kwa sababu yani nataka itoke yani. Nikawa naivuta baadaye ndo nikaanza kuhisi uchungu sasa, kwa sababu nilipokuwa naivuta sikuwa nahisi uchungu kwa sababu ya venye nasikia. Sikuwa najielewa hata kabisa. Lakini sasa nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. So then pale ulika muda gani after kukatwa mkono? Kwa nilikaa muda gani? Nilikaa almost 2 years. Makadara almost 2 years hapo. Nimelazwa hapo. Bro, nimefanywa operation zaidi ya mara 5 bro. Hataona hizi kuna hapa nilikatwa nyama, hapa nikaekwa pia kulitolewa mshipa na nyama. Mshipa ile iko hapa kupitisha damu wakati tunafanywa operation. Zote ni sababu ya mkono. Sababu ya mkono bro. Ina maana ile sumu itapakai karibu maybe organs zingine basi. Kama uko unafahamu zaidi. Sikuwa nafahamu zaidi bro. Sikuwa nafahamu kabisa. Bwana pole ndugu yangu, ulipitia. Sasa so after pale sasa ndo 2 years imeisha ndo kurudi nyumbani. Labda wakati huu ulikuwa tayari kazi ndo hivyo umeacha, so now ukaanza kuishi maisha mengine ambayo huko umeyatazamia. Ilikuwaje mpaka sasa? Bro, ilikuwa na maisha magumu. Nimeteseka sana maisha, hata kula kwenyewe imekuwa shida. Mahali kwa kulala pia imekuwa shida. Yani nimekuwa na changamoto mingi sana. Sasa ilifikia mahali mpaka acha nifikishe ujumbe kwa hawa wakubwa naone venye watanisaidia. Sasa ndo juzi. Na before that ningetamani kujua labda kile kipindi ambacho ulikuwa pale Usi. Labda kuna watu walikuwa wanakusaidia before, maybe viongozi walijitokeza wakati ule ama hukuomba msaada wakati ule? Ule wakati watu wenye walikuwa wananisaidia ni watu wale mabeshte zangu, watu wa nyumbani pia, ile kunisaidia ile kunitumia kitu ile nijisaidie. Hata wakati wa bill nimedischargiwa, nimepata nafuu. Nimedischargiwa, kuna muhindi Mombasa Cement. Nashukuru alinitolea 200,000. Nashukuru alinitolea 200,000. Nikatoka. So ulivyokuja nyumbani sasa, kwa nyumbani sasa ndo mimi hapa, maisha ndo haya, huwezi fanya kazi. Kuliendaje bro? Bro, nimepitia sana. Kuna time nilifika mpaka yani niko na stress, hadi nafikiria kujiua, hadi nafikiria kunywa sumu. Yani ni vitu mingi sana nimefikiria bro sana, hata nikaanza kujiingiza kwa uraibu, mapombe tena, nikawa bado najiongeza stress, hata nikaona hii hata inifai, nikaachana nayo kabisa. Nikaamua kuingia church pia. Sasa at least church huko ndo nikambe kumezidi kunitia moyo na kunifikisha mahali hapa, kwa sababu Mungu amenitetea hapa kutosha. Hicho kipindi ulikuwa na mwenzako? Mimi na maisha ulikuwa na bibi ama ulikuwa hujaoa ama girlfriend?
Bibi nilikuwa naye wakati naumia, nilikuwa naye, lakini nilikuwa sijamleta nyumbani. Lakini nashukuru Mungu pia nilivyoumia, uzuri huyo bibi alikuwa ananijua tayari tangu zamani. Nikaja ndo nikamoa, sasa hata sasa niko naye. Nikaja kamoa, sasa hata sasa niko naye. So ulimoa kwa katika hii hali? Nilikumoa katika niko katika hii hali. Ndugu yangu hongera, mwali pana bibi mwingine mzuri sana mwenye moyo, maana kwa nyakati kama hizi huwa ni ngumu sana. Mwambie kitu mwanzo. Huwa ni ngumu. Nampenda sana. Nampenda sana. Sana nampenda sana. Bwana sawa, tuje hapa kwenye swala la